الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد. watukufu wa Islam, Mheshimiwa kiongozi wa Baraza la Mashekhe Kuu la Burundi, Mheshimiwa kiongozi wa Baraza la Maimamu Kuu la Burundi, Mheshimiwa kiongozi wa Bujumbura Pana, waheshimiwa wanamemba wa kamati la Baraza la Mashekhe, waheshimiwa wazee wetu, wazazi wetu ambao wametutangulia kuongoza jamii hii ya Kiislamu katika nchi yetu nzuri ya Burundi, waheshimiwa mashekhe tofauti wa kutoka mikoa tofauti, ni waombe mniwe radhi ni watoleeni salamu nikisema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hii siku ya leo ni siku nzuri ya furaha kwetu katika jamii yetu ya Kiislamu. Lengo la mkutano huu hasatan ilikuwa ni kuwafikishieni rasmi mbele yenu viongozi na wanamemba wa kamati ya Baraza la Mashekhe katika huyu muhula ambao tunao, sawa na sheria na stati ya jamii yetu ya Kiislamu nchi yetu ya Burundi. Nikiwaombeni baada ya kuwa tumewafikisheni majina hayo rasmi, mlikuwa mnayajua, lakini wengi walikuwa hawajua mashekhe. Kuna wenyewe unamkutana alikuwa hamjui ni shekhe fulani au ni shekhe fulani. Nitawaombeni kujitahidi kuwa nyuma yao kwa yale yote mazuri ambao watakayo waamrisheni. Mlikutwa mko hivyo, lakini hivi itabidi muongeze nguvu katika hayo. Na mtanisamee nimechagua kuongea katika lugha ya Kiswahili kwa sababu wengi huwa wanafahamu lugha ya Kiswahili. Kwa kutaka mtu asije baadaye akapata hoja eti mimi nimeenda katika mkutano yaliyozungumzwa sikuyaelewa na haliyakuwa palikuwepo uwezekano wa kunielewesha. Kwa hivyo Baraza Kuu la Mashekhe kama kawaida, kama stati inavyozungumza, wanapaswa kuwa 11. Lakini vile stati inavyozungumza vile vile pako hii ni Baraza Kuu la Mashekhe, kwa lugha ya Kifaransa tunasema restreint, ambayo ni ya ndani. Alafu kuna ile pana ambayo itakuwa na mashekhe 30. Jamani, mtatusamehe, tunajaribu kuweka ndani ya vitendo ile stati ambayo tumepewa. Watakuwa ni 30, wote kwa jumla watapitwa na kuwa 41. Hao ndio watakuwa wanafanya baadhi, ndio watakuwa wanajitahidi kuweza kuangalia masala ya dini sawa na elimu ya dini yanaweza yakaenda namna gani, kwa kuanzia katika ile Baraza la Mashekhe 11, alafu na kusaidizana na Baraza la Mashekhe 30. Alafu baada ya hapo wanaweza wakaitisha mashekhe wengine
kwa kuwaomba rai au kwa kuwajulisha kinachoendelea. Yani Waislamu tujitahidi kuwa tunaelewa wakati mwingine sheria zetu zinaenda namna gani, ziko namna gani. Alafu pakipatikana upungufu katika baadhi ya sheria au pakapatikana upungufu katika baadhi ya mienendo ya Uislamu, wanafikishiwa, alafu wanajifunza, wanaangalia kile ambacho ni kizuri, kile ambacho kinafaa sawa na taalimat na irshadatu adiniya sharia, alafu wanatuleteeni, alafu tunasambaza katika jamii yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo wa kwanza ni Sheikh Al-Khamis. Ningemuomba kwa heshima yake au ngoja watasimamia pamoja. Tasimama. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na huyu ndo kachaguliwa kuwa kiongozi kama presida kwa jina ambaye apita naitwa Kadhi wa Burundi. Naam. Jazakumullahu khairan. Naweza kujikalia Sheikh. Wa pili ni Sheikh Nkundwanabenshi Jamal. Ndo anakuwa ni vice president, maana yake ni naibu wa kadhi. Lakini bahati mbaya au bahati nzuri, sijui shar'an kama inajuzu kusema bahati mbaya. Kuna masheikh wengine wanasema hiyo haijuzu, kuna wengine wanasema naam. Ametoa udhuru kwa sababu ndo anashughulikia mambo ya hija katika nchi yetu ya Burundi. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo amemlazimisha kuwa hayupo. Kwa sasa hivi yuko Dar es Salaam na ameomba samahani na akatoa udhuru hiyo. Kwa hivyo inshallah huwa maadhur. Lakini hiki kikao sio cha mwisho, kuna vikao vingine vitakuja inshallah taala, tutamuona na tutampresente kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Watatu ni Sheikh Nduwayo Jabir ambaye ndio secretary wa baraza la masheikh. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Watatu ni Sheikh Bijeje Salum, ni member. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam. Waine ni Sheikh watano ni Sheikh Bukuru Omar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Wa sita ni Sheikh Girukwishaka Abdul Jabbar. غير موجود. Wa saba ni Sheikh Hatungimana Juma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nane ni Sheikh Ndaishimi Hassan. غير موجود. Wa tisa ni Sheikh Nizigimana Hussein. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kumi ni Sheikh Mvuyekure Abbas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa 11 ni Sheikh Siyomvo Amidu. غير موجود في الطريقيات. Yeye ametuambia kama yuko njiani anakuja, usafiri ndio umesumbua kidogo. Waheshimiwa nyote masheikh, hawa wamechaguliwaje? Sawa na sheria, kwa sababu muda hauturuhusu kuyaweka wazi yote, lakini lazima tuashirie baadhi ya yale mambo ambayo yanaweza yakaleta dukuduku ndani ya nyoyo za baadhi ya watu. Ni kwamba kwanza wanapaswa kuandika barua na kukadimisha ombi rasmi la kwamba wanahitaji kuingia katika baraza la masheikh. Hicho ni kitu cha kwanza. Alafu pili, sisi tunapita tunaangalia katika hii mikoa mipya mitano, ni kwamba tunapaswa kuchagua wawili katika hiyo mikoa, masheikh wawili. Mnasikia kama sio kazi nyepesi. Na Bujumbura hiyo imejengwa na Bujumbura Meri, imejengwa na Bujumbura Khikhal, imejengwa na Bubanza, imejengwa na Chibitoke. Unachagua hao wawili. Sio kazi nyepesi.
Hauwezi ukazidisha. Ukizidisha umeenda kinyume na sheria. Na sheria sawa na Waswahili wanasema sheria ni msumeno. Hauwezi ukazidisha. Sasa tatizo lile tulikumbana nalo ni kwamba kuna baadhi ya mikoa au mashehe hawapo. Hao wenyewe wapo. Unamkutana sio mtu ambaye ni mwanaharakati sana kama vile tunavyotaka au kama vile wewe unavyofikiria. Lakini sasa kwa sababu yuko kule unapaswa kumeuka hivyo kwa sababu sheria vigezo vya ushehe anavyo. Na ndio sababu mnaona wakati mwingine watu wanaweza tunataka wakati mwingine mkisikia watu wanazungumza muweze kuwaelewesha sheria ndivyo inavyozungumza. Watu walitembelea sheria. Kama mnaona kuna mapungufu, kuna yale ambayo tunaweza tukabadilisha, tuyabadilishe. Lakini kwa sasa hivi ndivyo hivyo. Maana unapaswa kuchagua katika Bujumbura yote hiyo, uchague mashehe hawa wawili. Halikuwa mashehe wote nyie wengi mko wa Bujumbura. Wote Bujumbura, Rumonge, Bujumbura. Alafu Butanyerera unachagua hemo wawili ambao ndo Kayanza, Ngozi, Kirundo. Sheikh Kazi utamchagua nani, utamwacha nani? Alafu kuna Buhumuza ambao ndo Muyinga, Chankuzo na Ruyigi. Utamchagua nani, utamwacha nani? Alafu na hapo kuna wenyewe walileta faili za hapo, hauwezi kumchagua kama kuleta faili. Atakushtaki. Umeniwekea nini? Kwa nini ukaniweka? Mimi sitaki. Sasa kuna wengine hawakuleta. Unachagua wawili, Muyinga, Chankuzo, Ruyigi. Alafu kuna Gitega. Gitega imejengwa na Karusi na Gitega na Mwaro na Muramvya. Unachagua hemo wawili. Alafu kuna Burunga ambao ni Rutana, Bururi, Makamba na Rumonge na Nyanzalaki kiwemo hivyo. Ilikuwa sio kazi nyepesi. Watu waelewe mambo yalikuwa namna gani. Hawa ndo wakachaguliwa sawa na province ambazo wanazotoka emo wawili. Alafu tukaamua kwamba inshallah taala hawa ndo tawakkalna ala Allah, hawa ndo baraza la masheikh. Alafu tukawaitisha kikao cha pili cha kuja wao wenyewe waweze kuchaguana. Na pia mbele yenu watukufu wa Islam, wallahi sijaambia mtu hata umoja chagua fulani, hapana. Sijaambia hata mtu umoja chagua fulani. Na watu waliniuliza sana. Kwanza kama mdogo wangu Abdul Hamid, hata yeye mwenyewe aliniuliza. Akaniambia fanya sababu, nikamwambia hapana, sababu ni za Mungu. Acha tumwache Mwenyezi Mungu achague. Ndio akachaguliwa Sheikh Ali kuwa kiongozi wa baraza la masheikh. Katika hayo fi hadha al-itar ni kwamba nilikuwa nataka niombe, kuna wale ambao wamepewa nyadhifa zingine, mfano kama Abdul Hamid ambao ni mdogo wangu. Yeye kachaguliwa kuwa kiongozi wa tarafa pana ya Muyinga. Huyo inabidi atoke. Huyo inabidi afanyeje? Atoke ndani ya baraza. Inabidi tena afanyeje? Arudishwe na mtu mwingine. Lakini sheria inasema ni wale wa kutoka katika ule mkoa ule wa Buhumuza. Inabidi tumtafute huko. Tukimkosa ndio sijui tutafanya namna gani. Na tatizo lenyewe liko linakuja kama kwa sasa hivi.
ni kwamba hata mwenyewe amebaki vile vile ni mdogo wangu katika mashehe wa Abu Humuza, mwenyewe alidepose. Wala sio tatizo. Wakati mwingine sio kitu chepesi, kwa sababu wengine wote wenyewe wapo, wengine hawakudepose, alafu wengine wameisha pewa nyazifa, pewa nyazifa za katika hii jamii hii. Ima tuwatoe katika nini, katika hizo nyazifa zao waende sasa, na yeye inakuwa vile vile ni kuvuruga. Lakini sasa tufanyeje? Hayo ndivyo, kwa sababu hayo yanazungumzwa, kwa sababu mtayasikia wakati mwingine yanazungumzwa, watu wanateta, lakini kwa sababu ya aljahal, inakuwa ni aljahalu ya kujua uhakika wa mambo. Na ndio nipatie iko fursa, japo kuwa sio nafasi, mashehe wenye tuko katika magroup WhatsApp tofauti, muwe wa ambassadeur wakati mwingine wa kuweza kuzuia fitna ambayo inazushwa na watu ambao wakati mwingine hawakuelewa falsafa ya utendaji wa kazi ya jamii ya Kiislamu. Tujenge jamii ya heshima, tujenge jamii ya maana, tujenge jamii ya Kiislamu. Ndani ya magroup haya panatokezea tu vitu, alafu na wewe uko shekhu na kutana mwingia katika hiyo fitna, umeanguka ndani. Nitatoa mfano. Jana kuna mtu kanipigia simu usiku, kanaambia, Sheikh, pako panatembea habari za kuwa umedhalilisha maimamu. Mbona mimi maimamu tumefanya kikao, tumemaliza salama salimina na furaha na nini na kila kitu. Nikamuuliza, je, unaweza kanipa mtu kazungu? Akasema hapana, siwezi kumzungumza. Nikamwambia asante, umefanya vizuri kumstiri. Lakini nikamwambia, nikafikiria baadaye, vizuri na wewe ungempa nasaha. Hayo yenyewe anazungumza ni fitna, nataka ni zile fitna zinakuja. Kwa sababu gani? Mara hiki kikao cha maimamu cha jana kilikuwa ni cha 3. Mara ya kwanza kilifanyikia hapa. ADEF ilileta zawadi kwa hao maimamu. Tuliwapa hapo mbele na tukapiga mapicha. Lakini hawakufanyaje? Hakuna mtu mwenye aliteta. Tulipiga mapicha tena mengi sana na mavideo, na mimi nikaingia katikati yao. Ule mfadhili alikuwa amejitolea, akaniomba nitoe kalima ya kushukuru, nikakaa ndani yao nikatoa kalima tu shukuru. Tu nikao cha kwanza. Mara ya pili, mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumewaitisha hapa kwa pale kwenye walikuwa wamesimama jana, tukawapa futari, wakapigwa mapicha na kila kitu. Bali sifa zilikuja ni nyingi. Sasa jana jana imekuwaje ndio papatikane tena kazi ile watu wale isemekane mufti amedhalilisha maimamu? Hapo ndo. Alafu 3, hatuwezi tukafanya kazi bila ripoti. Kwa sasa hivi picha ni ripoti. Unless kama hivi leo mkatoka hapa masheikh mmetoa fatwa mkasema ni marufuku, Sheikh Mufti jitahidi usirudi tena kupiga picha na hiyo yote watoe. Mimi nitajaribu kuheshimisha kidogo, tutazoea. Lakini kupita ndani ya mitandao unasema, alafu na mnazagaza, na nyie mko masheikh, mko maimamu. Kuna watu ambao kidogo roho zao ni finyu. Hapo alikuwa anapenda uongozi wa jamii, alikuwa anapenda Uislamu, na yeye anaanza kuingiwa na kafirizi. Kweli ametudhalilisha.
fitna inaanza kuja sasa. Kesho unamuita haitiki, unamuamrisha hana taa, kadha wa kadha wa kadha. Nichukue fursa hii, muwe wa ambassador katika hiyo magroup. Alafu na huyo mtu badala hata ya kunitumia mimi kuniuliza, hakuniuliza. Niwaombe, ni kwa sababu walipita wanamstiri, lakini huenda hiyo grupe mimi simo, lakini kama hiyo grupe imo, watu wajaribu kuwa wana nini, wanakuwa wa ambassador, wakupeana fikra nzuri, nasaha, namna ya kufanya mudafaa kwa jamii yetu. Kwa kumalizia hii nafasi ya kwanza ya maongezi yangu, niombe tena, watu mtanisamehe, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo ni machungu, lakini yanapaswa kufanyaje, kuzungumzwa. Ni hili, tukiitisha mkutano wa maimamu, paje maimamu wa misikiti ambao ndio wengi tutakuwa tunalenga, na viongozi wao. Kama huko imamu, unakuja kufanya nini? Tukiitisha mashekhe, jamani muende mkasome stati, shekhe ni yupi, ni nani. Tukianza kuwatoa wakati mwingine, mtasema tumewavulia nini? Heshima. Lakini kikao cha majenerali, panaingia majenerale. Kikao cha makomisari provinciaux, panaingia wakomisari provinciaux. Kikao cha waministri, kama huko ministri hauingii shekhe. Sasa wewe unakuja hauko shekhe, wewe unakuja huko imamu na unaingia. Pana. Jana tuliwaona wengi ambao sio maimamu. Na maimamu wengine wakateta, mufti mbona unatetea watu hautuambia nini? Sasa tujaribu jamani kuheshimisha jamii yetu. Mimi mtanisamehe, yale ambayo yanapaswa kuzungumzwa nitakuwa nayazungumza, hasatan yakiwa ni ya muhimu kwa jamii yetu ya Kiislamu. Hatuwezi tukaendelea kuwa tunakubali watu wanaingia katika vikao ambavyo haviwahusu. Tukiwaita wafanya biashara, ni wafanya biashara. Wewe tukikupa invitation, njoo kwa invitation. En étude islamique, au katika étude islamique, ou bien qui a été approuvé par le Conseil supérieur des Cheikh, tunamuomba Sheikh Ali awajibike. Kuna wale ambao wana niveau ya ushekh, ambao lakini hawakufrekante university. Tunawaomba Sheikh Ali mjitahidi, kwa haraka hao watu wapewe kitu ambacho kinaitwa cooptation, ya kwamba ni sheikh kwa niveau yake, kwa utendaji kazi wake ni sheikh. Alafu na kama mtanikubalia, tutaanza kuorodhesha mashekh sawa na miaka ya takharuj, pawe numero d'ordre. Pawe numero d'ordre sawa na miaka ya takharuj. Ni muhimu sana. Maana kama hivi kuna ukili tunaalika watu, huyu unakutana hakuja eti hakusikualikwa, sikujua. Kwa sababu wakati mwingine numero hatujuani vizuri. Alafu ayant acquis une notoriété et une assise communautaire faisant de lui une référence en matière de connaissance, de conduite et de pratique islamique. Huo ndo sheikh ambao walitupa katika stati. Kama kuna kitu kuwekwa kwa kutaka na mwingine aingie na wengine waingie, hakuna tatizo. Lakini tunaomba tuweke jamii yetu iwe ni jamii ya kuweza kujua mipaka na misingi ya mizuri. Sio hii jamii ya desordre kila kitu haiwezi kuwa hivyo. Na ndio sababu tutakuwa tunaombeni watu kusoma stati za jamii yetu ya Kiislamu na sheria ya Jamaatul Khair al-Muslimuna ala shurut. Nitawaombeni kwa
Kwa haya leo tusimamie hapa nomination ya mashekhe ilitoka tarehe 27 za mwezi wa kwanza 2025. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha tuache program iendelee na mambo mengine inshallah taala. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mheshimiwa Mufti, kiongozi wa jamii kuu ya Kiislamu nchini Burundi, Mheshimiwa kiongozi wa mkoa mpana wa Bujumbura, Mheshimiwa kiongozi wa maimamu na waheshimiwa wakubwa zetu ambao mliongoza jamii ya Kiislamu katika nchi hii ya Burundi, waheshimiwa mashekhe katika baraza kuu la mashekhe na waheshimiwa mashekhe wote mliokubali kuitika wito wetu wa siku hii ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, katika yale yanayotufurahisha ni kuwa tumekusanyika sote katika jumba hili na hakuna kilichotukusanya isipokuwa ni kukaa tunaifikiria dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mmoja katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alikuwa anapoketi na watu kwa ajili ya kutafakari mambo kuhusu dini. Alikuwa anambia, ijlisu bina nu'minu saa, jamani tukae chini kidogo tuijenge imani yetu hata muda mchache. Akawa anaita muda wake wa kukaa na ndugu zake wa kutafakari mambo ya dini, anaita kwamba ni kuijenga imani katika dini yake. Huyu muda tunaokaa hapa, sidhani kwamba kuna mtu ana uwezo kulipa thamani ya dakika zinazopita na muda unavyoendelea, na hasa tukitazama vichwa vya wale waliokaa katika kikao hiki. Ni muda wa thamani mmeupoteza, na ni vya thamani zaidi ambavyo mmefikiria wakati mtapokuwa mmeketi katika nyumba hii. Kwani hakuna thamani iliyokuwa kubwa kama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alituruhusu tutoe nafsi zetu kwa ajili ya dini na tumwage damu zetu kwa ajili ya dini, na hivyo ikawa dini hii ni ashrafu ma yakunu fil haya, ndicho kitu kikubwa kabisa katika vitu vyote vya maisha ya mwanadamu. Ni dini ambao umeruhusiwa wewe kupoteza maisha yako kwa ajili ya dini, umeruhusiwa kumwaga damu yako kwa ajili ya dini. Kwa hivyo muda wenu kuwa hapa, hisabuni ni muda wa thamani sana, na mtaukuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Atakulipeni kwa yote ambayo mliokabiliana nayo, ikiwa ni mchoko wa safari, ikiwa ni kupoteza chochote katika kuja kwako. Usiwe na wasiwasi, malipo yako yako Allah subhanahu wa ta'ala,
na hapa duniani pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia malipo mazuri tu ya kufanikisha mambo yako na kunyoshea na kukuongozea shughuli zako. Waheshimiwa mashekhe, kama mlivyosikia Mheshimiwa Mufti amekudondoleeni namna ya ujio wetu na kuteuliwa kwetu kufikia katika nafasi hii ya kuiongoza Baraza Kuu la Mashekhe nchini Burundi. Kivyangu namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo, na ni matayarisho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala si kwamba kuna mazia yoyote ambayo labda kwangu mimi zaidi ya nyie ambao tuko pamoja, bali ninahesabu kwamba miongoni mwenu wako waliokuwa bora zaidi kuliko mimi na wako wasomi zaidi kuliko mimi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoamua kupanga jambo analielekeza kule anapopataka yeye. Nimeteuliwa kuwa kiongozi wa baraza la mashekhe, lakini mimi nahisi kama ni mtumishi wenu. Ndugu zangu mashekhe, shekhe katika nchi ya Burundi kwa mustawa tumefikia, katika wale wasiopewa thamani zaidi ndani ya jamii kwa leo ni mtu anaitwa shekhe. Siku za nyuma tu hapa juzi kuna mtu alirusha kwenye moja katika grupu tumu, kuna watu walikuwa wanafurahia sikukuu ya Laidi, lakini wanafurahi kinyume na sheria. Wamecheza mziki, wengine walikuwa na ulevi kabisa, wamelewa. Sasa mtu akarusha picha za wale watu wako wanacheza, wako na wakina mama. Alivorusha, mwingine akafanya komantari chini, mbona ni mashehe hao? Ni watu walikuwa wamevaa vilemba na makanzu, wako wanacheza mziki. Akaweka hivyo, mbona hao ni mashehe, mbona wanafanya hivyo na ni mashehe? Kwa kweli liliniuma sana. Nikaandika nauliza, hivi umekosa watu jina lingine ambalo unaweza kuwafananisha hao mpaka uwafananishe na mashehe? Maksudio ni kuona mustawa wa watu katika jamii mpaka inafikia kumfananisha mtu ambaye ni kioo, ni mfano mwema kwa watu ndani ya jamii, lakini anafananishwa na mtu yuko anacheza mziki, yuko katika malinga na wanawake kwa sababu tu amevaa kanzu au aidha amevaa kilemba. Mbona ni mashehe? Hili linaonyesha kwenye mustawa watu upo. Na ndio maana ndugu zangu, kaka zangu, rafiki zangu ambao tumebeba hili jina la kuwa mashekhe katika jamii, bila sisi kufanya sababu na tukatumika kuwaonyesha watu kwamba walivyodhani kwamba mashekhe wapo pasina kuwa wamebeba chochote, basi tuwaonyeshe kwamba mashekhe wana vile walivyovibeba ambavyo ulimwengu unavitaraji na unavitegemea. Nina imani kwamba mashekhe kadiri tutavyokuwa na tutavyojichukua katika maisha yetu na tutavyochora njia ya kazi zetu, ndio itakuwa unwani ya kutujua, ya kututambulisha sisi ni kina nani katika jamii. Lakini tukijipuuza, kila mtu ataona katika watu wapuuzi wa kwanza ni hao mashekhe. Hii ni dini ya Uislamu. Jamii ya Kiislamu nchini Burundi kwa awamu hii inatofautiana na ilivyokuwa huko mwanzo. Tulikuwa tunaitwa ni communauté, lakini leo tunaitwa ni confession religieuse. Ni muundo wa dini. Ikiwa ni muundo wa dini ya Kiislamu, shekhe akawa hana nafasi kwenye huyo muundo, itakuwa ni dini gani tena hiyo? Ni Uislamu ule tunaojua. Kumbe ili wewe uwe na nafasi yako, kwanza utambulike.
na vile ambavyo umevibeba vionekane, thamani yako watu wataijua. Na thamani haidhihiriki kwa yale yako kichwani, lakini inadhihirika kwa matendo. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alisema waquli imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaka tuonyeshe yale tunayo katika njia ya vitendo. Kumbe ndugu zangu, kusema sana na kupanga hutuba nzuri nzuri ni kawaida, lakini watu watatutazama kwa ile matendo ambayo tutakao yadhihirisha katika jamii. Baraza Kuu la Mashekhe kama mlivyosikia ndani ya nchi ya Burundi imegawanyika sehemu mbili, sawa na sheria tunazotembea nazo mpaka sasa. Katiba 2014 na 24 ambayo imepasishwa juzi hapo na ikawa sababu ya uteuzi wa viongozi. Hii katiba imeweka baraza la mashekhe kwamba ni watu 41 wote. Baraza la ndani ambalo linaendelea na uongozi ni watu 11 ambao majina tayari mliyasikia yametajwa, lakini lina haki ya kuwa na ushirikiano na mashekhe 30 ambao watakuwa ni baraza pana litalokuwa lenye kutoa ushauri na kuketi kwa ajili ya masala mbalimbali yanapohitajika. Lakini hawa 41 sio kwamba ndio mashekhe wote wa nchi. Kama mlivyosikia, nafasi 11 zilileta uzito kuziteua kwa sababu ya majimbo na nafasi ambapo mashekhe wametokea. Lakini pia nafasi 30 ambazo tunataraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia nafasi hizi kuzikamilisha, hazitowakusanya mashekhe wote. Itakuwa ni idadi fulani. Wale ambao watajikuta wameingia katika hao, sawa ima kuomba kwao na kupendekeza kwao kutaka kuwa katika nafasi hiyo, basi wale watakuwa ni wawakilishi wa ndugu zao. Na wale ambao watakuwa hawakupata bahati ya kuingia sehemu hiyo, nina imani kwamba hawakusahaulika. Bado ni mashekhe na bado nafasi yao kwenye jamii tunaifahamu na tunaitambua na tunaitaraji kuwa tupate mchango wao. Na ndio maana pamoja na kuwa kuna uzito wa kuwakusanya kiuwezo, kihali, lakini kutakuwa sababu za kujitahidi kwa hali na mali, ingalau mikutano kama hii ya kuwakusanya mashekhe iwe kwa wingi tu katika jamii yetu, ili hata wale wasiokuwa katika zile ngazi zilizotajwa, lakini wawe na ripoti kamili ya yale yanayoendelea ndani ya baraza. Nataraji kwamba tuunde mtandao wa mashekhe na tujiunge pamoja ndugu zangu, ili tuwe ni mifano kwa wale tunaowaongoza waumini. Waumini wanatazama kwetu sisi maadili njema na mwenendo mzuri na tabia nzuri na muamko kwenye jamii. Jamii italeleka sawa na malezi tunayowapa na itajifunza sawa na mafunzo tunayoyatoa. Tutoe mafunzo yanayohitajika, yale ambayo tunaona kwamba jamii inayahitaji kwa sasa. Sio mafunzo tu yote yale ambayo utahisi kwamba unafaa kuyatoa uyatoe. Wakati mwingine kuwahutubia watu lije sawa na mahitaji yao, sio sawa na elimu tuliyokuwa nayo. Ukitaka kuwafunza watu sawa na elimu uko nayo, pengine utawaambia mambo hawatayafahamu. Kuna mambo mazito katika jamii yetu, tena ya msingi kwenye dini, jamii yetu haiyatambui kabisa. Kumbe tujikite kwanza kwa hayo katika kuwafunza watu kupitia kwenye itikadi yetu na kwenye akhlaq, ili watu wabadilike, kwa sababu Qur'ani ndio ili wabadili watu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Na sisi kuitumia hiyo Qur'ani na mafunzo ya Mtume tutaweza kuwabadili, lakini hatutawabadili watu kwa njia nyingine pasina kutumia haya maneno ya Mwenyezi Mungu.
subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, baraza kuu la mashekhe watu 11 tulikaa tukafikiri kwamba kazi za baraza ni nyingi tu, kwa sababu mnajua tuko katika nchi kwanza si ya Kiislamu, ingawa nchi yetu haikujiita kwamba ina dini fulani, ni nchi laiki, haigamii dini huku wala huku. Lakini inaeleweka, kila mtu atakuwa kule ambapo alikunywa zaidi. Viongozi na watawala wengi kama mnavyojua imani yao kwenye ipo, hata kama si wanadini, lakini imani zao hawatozipuuza. Na sisi pia ni Waislamu, maadili ya dini yetu ni lazima tuyaweke nafasi yake. Kumbe chombo ambacho kiko mbele katika kuweka maadili ya dini ya Kiislamu kwanza ni baraza la mashekhe, halafu linashindikizwa na ndugu zao maimamu. Hili ni baraza moja asili yake lilikuwa, lakini sawa na hali na mabadiliko, leo tunaita kuna baraza la mashekhe, kuna baraza la maimamu. Ni sawa na jinsi katiba tunayokwenda nayo ilivyo, lakini haitokuwa kiziwizi kwamba tujikute siku moja tunaita ni baraza la mashekhe na maimamu na maduat, liwakusanye watu wote. Katika ile njia kwenda tunakusanya na tunatoa sababu zote za kuwatofautisha watu. Katika baraza kuu la mashekhe tuliona kwamba kazi haziwezi kutendwa tu na uongozi ambao ni kadhi na naibu wake labda na katibu wao, lakini kazi zinapaswa zitembezwe na jamii yote kwa jumla. Ndio maana tuligawa kazi katika utaratibu wa utumishi ndani ya baraza la mashekhe, tukawagawa wanamemba kwenye lijan fariia, kazi fulani ambazo zitakuwa kila mtu atashughulikia, kwa sababu kwa muda mchache tushughulikie mambo makubwa zaidi ambayo yataenea jamii nzima. Kuna yale ambayo yanahusu ofisi na uongozi na kukaa pamoja na mheshimiwa mufti katika kujenga siasa ya jamii yetu. Hii ni lajna ambayo itakuwa ni lajna ya viongozi, lajnatul ifta wal qada, ambao tulibaki ni mimi na naibu wangu Sheikh Jamal Saleh. Halafu tuna ofisi ambayo inabidi itafuatilia malafati zote za baraza na mnavyo zinavyoendelea. Tutaita ni lajnatul mutaba wal malafat. Hii itaongozwa na sekretari ambayo ndio katibu wetu Sheikh Nduwayo Jabir, na itakuwa na msemaji wa baraza ambaye alikuwa ni Sheikh Abdul Hamid. Mpaka sasa bado tunaye kwa sababu rasmi haja tutoka tukingali naye, na pia wako pamoja na ndugu yetu Hatungima na Juma ambaye alikuwa yeye ni muhusika wa kukusanya michango midogo midogo ambao mashekhe walikuwa wanaitoa kwa ajili ya kurahisisha kazi zao. Kama mnavyotambua, jamii yetu bado haijawa na chochote. Uwezo wa kuendesha kazi unahitaji kutoka mikononi mwetu sisi wenyewe. Tujitolee kwa minajili ya kutaka kupiga hatua kwenye kazi zetu. Kama tunataraji Waislamu kutuchangia, lakini tuanze sisi wenyewe. Ndio maana tukawa tumemweka ndugu yetu Hatungima na Juma kwa ajili ya kukusanya ile michango midogo midogo ambao wanamemba walikuwa wanachangia kwa ajili ya kutaka kuboresha kazi za kila siku. Na hapa ninatumia fursa ndugu zangu kuwajuza ndugu zangu mashekhe, wallahi mimi na imani kwamba tutapotumika vizuri, watakuja baada yetu hizi kazi wajikute kuna wepesi na kuna urahisi. Hata ikibidi mtu alipwe, lakini kwa leo bado ni gumu kwa sababu hatuna chochote. Wasafina la tajri ala al-yubs, ili mtumbu utembee lazima pawepo maji, kisha uanze kuelea juu ya maji, na hayo maji tutayatengeneza sisi, ni mimi na nyie kama mashekhe, kuwa vyanzo vya kwanza vya kutengeneza nafasi hiyo. Kumbe ndugu zangu, tutakuombeni pia mashekhe ya kwamba hili baraza ni la kwetu,
na kwetu sisi ndio tuanzie. Nahnu awalan, sisi kwanza kabla ya wengine, sisi kwanza kabla ya wenzetu, kwa ajili ya kuihami baraza na kuchangia kile ambacho kinastahili kuipeleka baraza mbele. Insha Allah tutavojitolea sisi, tutakuwa tumemuonyesha Mwenyezi Mungu ukweli wa nia zetu, atatuletea watu watatusaidia. Lakini sisi tukijisahau, tukapuuza, Allah ataona hatufai, na hivyo hata wakuja kutusaidia hawatupatikana. Kwa hivyo tunaomba hilo liwe tuliweke katika nafasi zetu mwanzo kabisa, kwamba tunataraji kuchangia na kusaidia baraza kuu la mashekhe nchini Burundi kama baraza letu, ili papatikane mabadiliko, papatikane maendeleo, papatikane tofauti katika awamu tulionayo, ili tuanze kujenga mustakbali mzuri wa jamii yetu ya Kiislamu kupitia baraza kuu la mashekhe, ambao ni walimu na ndio viongozi wa kidini wanayefaa kuwaelekeza Waislamu. Kuna tume ya pili. Tume ya tatu ni tume ambayo inahusikana na kazi kubwa sana ya dini ya Uislamu, da'wa, lajnatu da'wa wa shughuli ilmiya. Da'wa ndio Uislamu, pasina kuwa da'wa hakuna Uislamu. Kuliunda baraza hili ni kwa lengo liweze kutimiza majukumu ya da'wa hii. Yani kamati ya da'wa tuliwapa ndugu zetu wawili, kaka yetu Sheikh Salim Bijeje kama muhusika mkubwa ambaye anahusikana na swala la dawa ndani ya nchi ya Burundi. Kwa hivyo yeye ni kiongozi wa lajna ya dawa, akishirikiana na ndugu yetu kumsaidia katika majukumu hayo ya dawa ni Mvuyekuri Abbas. Hii ndio lajna ya dawa, na majukumu yao ni makubwa kwa sababu yanaambatana na dawa na masuala ya ilmu yote katika jamii ya Kiislamu. Na humo kama walivyopewa khutwa ya kazi, kuna kufuatilia lile ambalo limesemwa hapa na kiongozi wa Bujumbura, kwamba tunataraji mtuwekee program ya masomo ya dini ya Kiislamu yawe na program. Ili kufikia hapo, kwenye khutwa wako nayo mashekhe, litakuja kwenye hatua ya 4 au ya 5, lakini kabla ya hapo kuna yale watayatanguliza kuyafanya ili tufikie hatua ya kuandaa program ya masomo ya dini ya Kiislamu nchini. Insha Allah hilo liko katika mtazamo na taratibu litafikia kwa hatua insha Allah. Lajna ya 4 katika lijani zilizowekwa, lajna tushuuni almasajid wal aimma. Kama mnavyojua, mashekhe fasi yao ni misikitini, na huko misikitini ndiko kuna waumini, na huko misikitini kuna maimamu pia ndugu zetu. Kwa hiyo ni lajna itakuwa katikati ya komision au ya kamati mbili ambazo zimo ndani ya jamii, wanafaa kutumika na baraza kuu la mashekhe, ambao ni kamati baraza la misikiti na baraza la maimamu. Msikiti ni wa shekhe, msikiti ni wa imamu. Kwa hivyo hii lajna ya maimamu ya misikiti na maimamu itawasogelea zile kamati mbili ambazo ziliundwa, ili waweze kukaa kwa pamoja kwa minajili ya kufikiria namna ya kuiweka sawa na kuielekeza misikiti yetu ianze kufanya kazi sawa na utaratibu uliowekwa na dini yetu ya Kiislamu, ili misikiti iwe ni chemchemu ya kuwajenga watu na kuwaongoza na kuwaelekeza, isije kuwa ni sababu au ni nafasi za watu kuweka majungu na njama za kuweza kuvuruga jamii. Kwa hivyo katika tume hiyo ya misikiti na maimamu yuko ndugu yetu Sheikh Bukuru Omar na ndugu yetu Hassan Maulid, ambao leo hakutokea kwenye kikao kwa dharura labda, na hawa ndio watakuwa wanahusika moja kwa moja kusogelea baraza la misikiti, baraza la maimamu, kwa minajili ya kutaka kukaa pamoja, kwa sababu kazi za jamii ni muungano, si kuachana. Kila kitu katika jamii tukikifanya kwa kuungana, tutapiga hatua na tutaenda vizuri. Lakini si kwamba
maadama wewe utakuwa kwenye baraza hili, hautokaa na mwenzako, ili halitopelekea tuungane na tupige hatua. Kama tulivyoongea kutokea mwanzo kwamba tunahitaji muungano na mshikamano ili jamii yetu ipige hatua iliyokuwa nzuri. Halafu lajina ya mwisho ni lajina tushughuli lijtimaia. Hii ilikuwa inawahusu mashehe tu, na katika plani walipewa mashehe kuhusu kutumikia hili ni uwanja wa kuwatafuta mashehe wanaitwa mashehe wote wa ndani ya nchi. Kwanza wawajue, halafu walete orodha zao kwenye baraza, halafu pawapo mawasiliano baina yetu na wao kwa min ajili ya kumjua kila anaitwa shehe katika nchi, na tujue fikra zake na mwelekeo wake ili tuwe pamoja nao. Hii lajina ambayo itakuwa inatazama masala ya ndani ya mashehe inaongozwa na ndugu yetu Nizigimana Hussein ambao tuko naye hapa, na ndugu yetu hakutokea leo Girukushaka Abdul Jabbar. Hizi ndizo timu ambazo ziliundwa kwa ajili ya kuongoza baraza kuu la mashehe. Lakini wakati huyo huyo, kama mnavyotambua, jamii ni pana na ina majalisi nyingi ambazo zinaendelea kufanya kazi leo. Kuna baraza la mikoa mitano kama mnavyojua, Buhumuza na Gitega, Butanyerera na Bujumbura na Burunga. Hii mikoa mitano ina viongozi ambao tayari wanaongoza, lakini sawa na katiba kila mkoa unapaswa kuwa na watu 7 ambao watakuwa viongozi wanaowakilisha jamii katika mkoa huyo. Kwa hivyo katika hao watu 7 yuko mtu mmoja ambaye atakuwa ameiwakilisha baraza kuu la mashehe. Yuko mtu ambaye atakuwa ameliwakilisha baraza kuu la mashehe. Na hivyo baraza kuu la mashehe lilitoa uteuzi kwa mashehe 5 mikoa yote mitano. Katika mkoa wa Bujumbura tulijaribu kumteua ndugu yetu Sheikh Bizabishaka Abubakar. Kama iko hapa, ningependa awatolee salamu ndugu zake mashehe kama kiongozi wa mashehe katika mji wa Bujumbura. Assalamu alaykum Wa alaykum assalam. Kwa hivyo yeye huyu ameteuliwa, na moja kwa moja Mheshimiwa Mufti amemweka katika idadi ya viongozi wa mkoa wa Bujumbura. Katika mkoa wa Gitega tulimteua Sheikh Taha Abdul Karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mkoa wa Buhumuza tulimteua Ulimwengu Hashim. Ona hakutokea labda kwa dharura. Na katika mkoa wa Burunga tulimteua Sheikh Mubarak Idris. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mkoa wa Butanyerera tulimteua Sheikh Minani Khalid. Ndugu zangu, katika baraza kuu la mashehe kama tulivyokuwa tuliwadajadili hawa ndugu zetu, na leo ni mbele ya mashehe wenzetu, hawa ni wawakilishi wa baraza kuu la mashehe katika mikoa mitano ya nchi. Kwa hivyo hao ni makadhi wa mikoa yao, watafanya kazi ambazo wameagizwa kuzifanya kwa kutumwa na baraza kuu la mashehe. Na punde tu Mwenyezi Mungu akipenda, tukimaliza kikao hiki, tuna kikao nao kwa min ajili ya kuweka utaratibu na mipangilio mizuri ya wao kwenda kufanya kazi hizo kule walipoelekezwa. Ningependa kuwaomba ndugu zangu mashehe, kuteuliwa kuwa kwenye nafasi fulani haimaanishi kuwa mtu amekuwa bora kuliko wengine wote, au kwamba kuna mapato zaidi ameenda kuyapata zaidi kuliko alivyokuwa kwenye mtazamo wenzake, au kwamba amekuwa na
salahia ya istithar ya kila kitu ambacho atakuwa amekiona, aonekane kwamba yeye ndio mwenye kuhusika nacho. Lakini kwenda kwenye nafasi hizo ni kutoa mchango na ushirikiano na wenzako kwa ajili ya kuiongoza jamii. Tunapenda jamii ya muungano, jamii ambayo itatumika kazi kwa pamoja na kwa kuelewana. Majukumu yote tutayaweka chini kwa minajili ya kwenda tunapeana hadi tufikie kwenye nafasi anayeipenda Mwenyezi Mungu na kuiridhia. Kwa hivyo sima ya kila mmoja ni kujenga umoja wa Uislamu, umoja wa jamii, muungano katika kazi za jamii ambazo tumekubaliana sote kwa pamoja. Jamii yetu ina uwezo, lakini ule uwezo wa jamii tumeusambaratisha kwa sababu ya kazi za kutawanika, na hivyo tukajikuta tumekuwa mafakiri ambao hatuwezi kujisaidia chochote. Lakini tukiweza kuelekeza kazi zetu zikaelekea kwenye upande fulani, hiyo kazi ikawa imemalizika, tukahamia kwenye hatua nyingine, tutaijenga jamii na tutakuwa vizuri na tutajiimarisha mpaka hata kile ambacho tunahitaji kukifanya tutakifanya kwa uwezo wetu wenyewe. Lakini tukisambaza uwezo tulionao, tukautawanya pasina kukusanya fasi moja kazi zetu na juhudi zetu, hatuwezi kufaulu. Kwa hivyo viongozi ambao mmeteuliwa kuwa makadhi kwenye mikoa yenu, kuweni watu wenye ushirikiano, kuweni watu wenye kusikia na kushauriwa. Wamekusha teuliwa viongozi wa makomine kwa upande wa kuwakilisha Waislamu. Lakini kwa sababu pia majukumu ya jamii ya Kiislamu yanayoambatana na Baraza Kuu la Masheikh bado yanaendelea. Kuna kufunga ndoa za Waislamu ambao wanahitaji kufungiwa ndoa zao. Kuna kufuatilia kadhaya mbalimbali zinazopita katika familia za Kiislamu kuhusu kusuluhisha matatizo haya na yale. Kuna mirathi, kuna kesi ndogo ndogo ambazo zinatokea baina ya Waislamu. Haya yote ni katika kazi Baraza Kuu la Masheikh linasimamia. Sidhani kwamba hawa wameteuliwa kuwa viongozi wa mikoa watayabeba yote. Kumbe kunahitajika makadhi pia watakuwa kwenye komine ambazo ziko chini ya uongozi wa hao makadhi wameteuliwa leo. Na hao bila shaka ni katika njia ya kurahisisha kazi, ili kesho pakiwa kesi ndogo isingoji kutoka huko Muyinga ikaja hapa, isitoki Changuzo ikaja hapa, isitoki Ikarusi ikaja, imalizwe huko huko, kwa sababu patakuwa wahusika ndani ya komine na wahusika mkoani. Ikiwa itashindikana inahitaji kuja Bujumbura, hapo ndipo itakuja. Lakini masuala yamalizwe kule kule na wahusika ambao watakuwa wameteuliwa insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitalia siku za usoni, kuna wale makadhi walikuwepo katika makomini ya zamani. Mpaka sasa bado wanafanya kazi kwa sababu bado hawajabadilishwa. Lakini tutajifunza utaratibu unayofaa pamoja na kutumika na viongozi wa mikoa na hawa makadhi wa mikoa, ili tuweze kufikia kwenye maamuzi mazuri kuhusu komine ambazo ni mpya sawa na mgao mpya wa nchi yetu insha Allah. Kwa kumalizia, ndugu zangu, Baraza Kuu la Masheikh tuko tabaka mbalimbali. Tuna wazee wetu ambao walitutangulia na waliongoza baraza na walikuwa mbele yetu, tuko nao ndani ya baraza. Na tuna vijana chipukizi wapya ambao mashaallah wamekuja kwenye uwanja. Ndugu zangu, tutasaidizana sote kwa pamoja. Lakini achani kuambieni, baraka yote siku zote huanza kwa wakubwa. Al-akabir. Siku za nyuma palikuwa muono wa kutoona thamani ya wale wakubwa katika jamii. Lakini acha nikuambieni kwamba huyo muono ni muono mbaya, si sahihi.
hawa waliotutangulia ni wakubwa zetu, na hivyo ushauri wao kwetu sisi ni muhimu, na kuwa karibu nao pia ni muhimu. Bado tunahitaji fikra zao, tunahitaji ushauri wao, tunahitaji ukaribu wao, kama wazee wetu, wakubwa zetu walitutangulia, waliona mengi kabla yetu na walikabiliana na makubwa kabla yetu. Na hivyo ndugu zangu, hawa mashekhe wakubwa waliokuwa juu yetu kiumri, tuwape itibari katika jamii, tuwape itibari katika jamii, tuone thamani yao, tuone uzito wao. Ile hisia ya kuangusha heshima ya hao, wallahi ni kujiangusha sisi wenye heshima. Kuna wale sisi ni wanafunzi wao, tulisoma kwao. Kwa hivyo tukishaangusha hadhi zao, sisi tuko wapi? Tuko wapi? Kwa hivyo tuone ule moyo wa kuwaheshimu na kuwatanguliza na kuwapa nafasi zao. Napenda kuwakumbusha ndugu zangu masheikhi kwamba tujenge jamii yetu ya masheikhi kwa muono huyo wa kuheshimiana, wa kusogeleana, wa kusaidizana. Tujenge jamii yetu ya masheikhi kwa kushirikiana na kwa kuhurumiana kwenye kazi ambazo tunakabidhiana. Yule ambaye amepewa kazi tumhurumie ili tumsaidie. Tunaelekea kuwakusanya masheikh 30 ambao watakuja kutusaidia. Nadhani mlisikia lijani zilizotajwa zina watu wawili. Na ndio maana labda kazi zilikuwa ngumu kwao, kwa sababu watu wawili, pengine mmoja yuko huku mwingine yuko huku. Katika hao 30 watateuliwa, tutachukua karibu 15 waingie kwenye zile lijani. Kila lajina itaongezwa watu 3 ili wawe watu 5. Ili lajina ipanuke, kazi ziendelee vizuri, ili watu tuendeleze kazi zetu masheikhi, tuwe ni mfano mzuri, ili kesho tubadili jina letu. Lilikuwa ni jina nzuri na lipashe kuendelea kuwa ni jina nzuri insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe pamoja nasi katika juhudi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba atuwafikishe kuweza kuitengenezea au kuiandalia jamii yetu yale mazuri wanayotarajia kwa wasomi wao. Mheshimiwa Mufti, ningependa kuambia kwamba watu wengi watakuambia kwamba baraza la masheikhi linakuja litakutoa. Ndio msemo huko. Watisha wa mufti wanayekuja kwamba ukiwaleta masheikhi karibu yako watakutoa. Lakini alhamdulillah, wewe ni shekhe, umepita kwenye uwanja huyu wa dawa. Jamii ya Kiislamu pasina kuwa na masheikhi hatuna jamii. Jamii ya Kiislamu masheikhi hawakupewa nafasi yao, hatuna jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie sote kwa pamoja tuweze kuifikisha jamii pale anapopataka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.